Na shughuli katika kampuni ya vifaa vya ujenzi iliyoko katika barabara ya kando ya mashariki mwa jiji la Nairobi zilitatizwa baada ya wafanyakazi ambao wanafanya kazi za vibarua zaidi ya 200 kugoma, wakilalamikia kile walichokitaja kuwa mazingira duni ya kazi na kucheleweshwa kwa malipo. Wafanyakazi hao sasa wanaiomba Wizara ya Leba na mamlaka nyingine husika kuingilia kati na kuwasaidia kushughulikia masaibu yao. Wafanyikazi hao walioandamana nje ya kampuni hiyo wanadai kuwa wasimamizi wa kampuni hiyo wamekuwa wakipuuza malalamishi yao ya muda mrefu, ambayo ni pamoja na kucheleweshwa kwa malipo ya msingi, kukosa kulipwa siku za likizo na vitisho kila wanapodai haki zao. Wanadai juhudi za kujaribu kufanya mazungumzo na wasimamizi hao zimeambulia patupu, huku baadhi wakidai kuwa awali walisimamishwa kazi au kuvutwa kazi kwa kuwasilisha malalamishi yao. Tunataka bosi wetu wewe Mchina atumalizia juu ashaajiri watu wageni wapya. Hiyo ndio haki yetu tunataka, si kitu kingine. Hatutaki vita, hatutaki maneno yote. Pia wanalaumu kile wanachokitaja kuwa mishahara duni, ambapo wanadai kuwa malipo ya kila siku ya shilingi 300 hayatoshi kutokana na saa nyingi za kazi na kupanda kwa gharama ya maisha nchini. Kulingana na wafanyikazi hao, mapato hayo madogo yamewaacha wengi wakihangaika kutunza familia zao. Sasa ndio tunajiuliza, je, hii ni Kenya tuko ama sisi tuko China? Anakuja kutishia hapo watu ati hakuna kitu mtafanya, hamwezi lipwa pesa yenu, muende mahali mnataka. Mimi nakaanga na atuoli. Sasa swali letu ni shida tunapitia na atuoli anawatuma ama ni? Wafanyikazi wanawake walishitumu baadhi ya maafisa wakuu wa kutumia lugha ya matusi, kuendeleza upendeleo wa kikabila na kuwanyanyasa kingono. Wafanyikazi hao walidai kuwa kampuni hiyo imeajiri wahuni kuwatisha wafanyikazi wakati wa migogoro. Many problems here as women. One, there is sexual harassment, there is gender-based violence. Also, those two, the main ones. One, kuna mtu hapa anaharaswa mama sana. Wakifanya kazi akitaka mambo ya ngono, that is it. So wanakuitisha, if you don't comply, it's either to fire you or it sends you home for 1 week. Jitihada za kuwasiliana na wasimamizi wa kampuni hiyo ili kupata maelezo au taarifa kutoka kwao hazikufaulu.